مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. Inshallah tutaitumia Riyadhus Salihin kwa muda kutokana na maombi ya baadhi ya wenzetu waliotutaka tufanyie rekodi mlango unaozungumzia juu ya habari za haki ya mwanamke na haki ya mwanamume katika wale ambao ni wanandoa, na kuitumia Riyadhus Salihin katika siku hii ya Alhamisi ni kwa muda tu. Baadaye Riyadh atakaa pahala pake siku ya Jumatano, na siku ya Alhamisi inshallah karibuni hivi tutakuwa tukiitumia kwa kitabu Bulughul Marami, ambayo tutaisomesha pamoja na sharhi yake ya Tawdih al-Ahkami inshallah. Lakini kwa kutekeleza ombi hilo, tutauzungumza mlango huu, na utakuwa ni mlango wa 34 tutakaoanza kwenye kitabu cha Riyadhus Salihin, babu alwasiyatu bin nisa'i, mlango utakaotaja wasia kwa wanawake. Unakaa nambari 34 mlango huo katika kitabu cha Riyadhus Salihin, babu alwasiyatu bin nisa'i. Na baadaye tukiuacha mlango huu ambao una hadithi kama 8 hivi alizokusanya al-Imam an-Nawawi rahimahullah, baadaye mlango utakaofuatia utakuwa ni haki za mume juu ya mwanamke. Katika huu mlango babu wasiyatu bin nisa'i utakuwa zaidi unampa haki zake mwanamke ambazo ziko juu ya mwanamume. Kama kawaida kwenye Riyadhus Salihin, muandikaji wake aliyekusanya hadithi al-Imam an-Nawawi rahimahullah ameufungua kila mlango kwa kuweka aya za Qur'ani ambazo ni munasaba na mlango huo, ili msomaji apate kuona kile kioo anachokiangalia kwenye aya za Qur'ani, na hadithi zile zinakuja pale zinakwenda kwa mujibu wa aya za Qur'ani zile. Kwa hivyo, na pia vile vile katika babu alwasiyatu bin nisa ameanza kwa aya za Qur'ani kama zifuatazo. Qala Allahu ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu mtukufu, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, na nyinyi wanaume wa Kiislamu changanikeni nao wanawake kwa wema. Hii aya inapatikana katika Suratun Nisa'i, ile sura iliyopewa jina kwa ni sura ya wanawake, kwani humo katika sura hiyo Mwenyezi Mungu amezungumza sana haki za wanawake na mambo yanayowajibika kwa wanawake. Hukumu mbalimbali ameziweka katika sura hiyo, na hii aya yenye maneno haya wa'ashiruhunna bil ma'rufi katika sura hiyo Nisa'i inapatikana aya nambari 19, ndio utaipata aya hiyo. Na neno hili wa'ashiruhunna bil ma'ruf
Almuashara, neno muashara almukhalata inakuja katika maana ya mchanganyiko. Kwa maana hiyo, changanyikeni nao, msiwatenge hawa. Hawa ni viumbe wa Mwenyezi Mungu kama mnavyojiona nyinyi. Kabla ya Uislamu, hizo siku za nyuma, mwanamke alikuwa si lolote si chochote katika jamii ya binadamu. Alikuwa anaonekana kama kwamba si binadamu, hana haki yoyote ile. Ni Uislamu pekee yake ndo uliokuja kumkomboa mwanamke, ukamtoa katika idhlali na pingu na kumweka pahala panapostahiki kuitwa yeye ni binadamu, akapewa haki zote. Katika jumla ya haki hizo ni haki ya kurithi. Ile haki hiyo ilikuwa hanayo mwanamke. Hiyo si mkutano wa Beijing ulioweza kumpatia mwanamke haki zake, bali Uislamu ndo pekee yake uliompatia mwanamke haki zake. Mataifa mengi na makabila mengi na mila nyingi za binadamu, mila zao ni kumtenga mwanamke katika jamii, ni kumuondoa katika utu na kumweka katika pahala duni kabisa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuja na maneno kwenye Qur'ani, waashiruhunna, na changanyikeni nao wanawake, lakini mchanganyiko wenyewe bil maarufi, kwa wema. Sio mchanganyike nao katika hali ambayo ya kusababisha kutokezea fujo ya maasi na maovu mbalimbali. Sio maana yake mchanganyiko huo. Mchanganyiko huu ni kwa wale wanandoa. Hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na wanaume wenye wake majumbani, ashiruhunna bil maarufi. Haina maana ya wanafunzi mashuleni kuchanganyika mchanganyiko huu ambao tunauona, sio huo. Asijakataka mtu kuitumia aya ya Qur'ani hii kwamba Qur'ani imesema ashiruhunna bil maarufi. Hii sio pahala pake. Ashiruhunna bil maarufi kwa maana vile vile kaeni nao kwa wema na muishi nao majumbani kwa wema. Almuashara bimaana almukhalata, ni maana ya kuchanganyika nao katika maisha bil maarufi. Na almaruf imekusudiwa kullu khairin, kwa khairi zote. Changanyikeni nao katika kuwatekelezea khairi zote, kwa kuwa wao ni binadamu, wana njaa, wana vile vile wanashikwa na kiu kama nyinyi. Binadamu hao wanahitaji kuvaa ili watoke mbele za watu, na uvaaji wa mwanamke ni uvaaji rasmi ambao kuliko mwanamume. Ana sehemu nyingi sana mwanamke katika mwili wake hazitakiwi kuonekana na watu aliokuwa ajnabi, si jamaa zake, si ndugu zake ambao wanaweza kumuoa. Wanakuwa hawafai kuona sehemu chungu nzima au nyingi ya mwili wa mwanamke. Kwa hivyo hapa maana ya waashiruhunna bil maarufi, maana yake ni kuchanganyika nao katika kuwafanya na kuwathamini kwamba wao ni binadamu, mchanganyiko ambao bil maarufi, kwa mambo yaliyo mema. Ahadi hii aghlabu yake mara nyingi huwa anaipokea mwanamume wakati anafungishwa khutba ya ndoa. Huwa anaambiwa suala la kukaa naye kwa wema, mtoto wa watu mwanamke. Ashiruhunna bil ma'ruf. Ilitokezea mpaka baadhi ya watu ambao ni kabila la Waarabu waliwadharau kiasi kikubwa wanawake, mpaka anapokuwa katika siku zake za miezi mwanamke wanamtenga kwa kumuona kwamba hafai tena kuishi katika jamii, ila anakuwa ni mtu wa kutengwa kwa siku zile, mpaka atapotahirika akaingia katika siku za usafi. Hapo mwanamume anakuwa na haja naye. Lakini katika siku zake za miezi alizopewa na Mwenyezi Mungu, mwanamume alikuwa akimtenga mwanamke, halali naye pamoja. Makazi yake yanakuwa ni jikoni au katika sehemu za bandani, mbali kabisa na watu, mpaka anapotahirika. Uislamu umekuja kumkomboa mwanamke na kumuondolea pingu hizo. Mtume Mwenyezi Mungu akataka kumuonyesha mwanamke kwa ni binadamu, akawaambia masahaba, isna'u kulla shay'in, hapana, msimtenge namna kama hiyo. Fanyeni kila kitu kilichohusu na maisha ambao ni halali kwa mtu na mkewe, ghaira nikahi, isipokuwa kitendo tu cha kuingilia msikifanye.
lakini mambo mengine mbalimbali, kula pamoja, kulala pamoja na mambo mengine mbalimbali mengine kayabainisha bibi Aisha. Anasema bibi Aisha radhiallahu anha, Mtume alikuwa mimi ananiamrisha nijitande na ninajitanda, basi huwa Mtume anastarehe nao mwili wangu, isipokuwa kitendo cha ndoa hakifanyiki, lakini ananifanya kwa binadamu na mimi nakinai kwamba nimepata binadamu, na najiona niko huru vile vile kwamba sasa niko katika nyumba ya kwangu mwenyewe, naishi na mume wangu. Kwa hiyo mwanamke alipata uhuru akakomboka hapo, lakini kabla ya hapo mwanamke alikuwa si lolote, si chochote katika jamii. Alikuwa amekoseshwa mpaka kurithi, bali yeye mwenyewe ndiye amekuwa ni bidhaa, kitu cha matumizi cha kurithiwa, kama tutavyoona kila tukiendelea katika milango hii. Waashiruhunna bilma'ruf, na kaeni nao au changanyikeni nao wanawake kwa wema, yani kila khairi. Walmuradu huna, na madhumuni ya hapa pia, tayyibu aqwalakum, maana kuchanganyika nao wanawake kwa wema, tengenezeni maneno yenu, muyasafishe, kinywa kitoe maneno mazuri kwa mtu na mkewe. Tayyibu aqwalakum lahunna, tengenezeni maneno yenu kwa hao wanawake. Wahassinu af'alakum, na muvifanye vizuri vitendo vyenu vile vile, maneno na vitendo viende sawa sawa. Asiwe mtu anafanya vitendo vizuri kwa watu nje, lakini akiingia kwake nyumbani amekuwa ni mtu mwenye kuchukiza sana. Nyumba yake mara moja huharibika, na mwanamke katamani yala iti angepata kuolewa na mume mwingine, akatoka katika pingu zile za maisha anakuwa hana raha nayo, na anaanza kufikiria vibaya. Nyumba imeharibika, ndoa imeharibika, na limekosewa jambo kubwa sana, watu kuishi kwa mujibu wa Qur'ani ilivyowaambia wakae na wake zao majumbani. Mtume anasema khairukum li ahlihi, aliye mbora wenu Waislamu ni yule mbora wenu kwa wake zake nyumbani. Wa ana khairukum li nisai, na mimi ni mbora wenu kwa wake zangu nyumbani, nimekuzidi nyote. Kwa hivyo ukitaka kujua ubora mbele ya Mwenyezi Mungu ni vipi mtu anaishi na mkewe, ndo anakuwa bora zaidi kuliko mtu mwingine. Kwa hivyo walmuradu huna tayyibu aqwalakum lahunna, tengenezeni maneno yenu kwa hao wanawake. Wahassinu af'alakum, na mvifanye kuwa vizuri vitendo vyenu. Wa hayatikum, na ile namna yenu mnayotokezea kwao, appearance yenu mnaokwenda kwao, wawe wanawake wanajua kama huyu ninokaa naye ni binadamu. Wakati wa kufanya kazi imejulikana wazi kama sasa hivi yuko kazini, anavaa nguo kadha, mwili wake unakuwa namna kadha, lakini akimaliza mtu shughuli za kidunia, karejea kwake kwa mkewe, mwanamke anatakiwa amuone mumewe ni kiumbe binadamu, anavutika naye kama anavyovutika mwanamume kwa mkewe, basi vile vile anatakiwa mwanamume amfanye mkewe awe anavutika naye vile vile. Kwa hivyo na ile sura atakayotokezea mwanamume kwa mkewe iwe ni sura ambayo ya kuonekana kuwa ni binadamu na mwanamke anavutika naye. Maahunna bihasbi qudratikum, na hayo mtayafanya kwa kiasi cha uwezo wenu. Kila anapojipata mtu anatakiwa akoge, avae vizuri, kama kuna manukato anaweza kuyapata baadhi ya wakati kwa mkewe ndani, anakuwa ni mtu mwenye kunukia vizuri. Hili ndo jambo ambalo lachanganyika katika maana ya waashiruhunna bilma'ruf, na changanyikeni nao wanawake kwa wema. Katika pahala alipokombolewa mwanamke na kila uovu na ubaya, basi kwenye aya hii kakombolewa sana, alipoambiwa mwanamume kwamba lazima mchanganyike nao wanawake, mkae nao kwa wema. Aya ya kwanza iliyofunguliwa mlango huu, babul wasiyatu bin nisa'i, ni aya hiyo inayopatikana katika suratul nisa'i, aya nambari 19, aya ya pili yake. Waqala ta'ala, na akasema tena Mwenyezi Mungu vile vile, walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i, na wala wanaume nyinyi hamtaweza kabisa. Lan hii Kiarabu
inafidisha kukanusha jambo kufanyika au kupatikana al-abadiyya, ni milele, haitowezekana kabisa. Na anaosema katakata haiwezekani ni mwenyewe muumbaji aliyewaumba wale binadamu, ndio anasema maneno hayo. Hakusema mtu mwingine kwamba ataamboka bahatisha anajua nini. Anaosema hivi ni yule muumbaji aliyeumba wanaume na wanawake, basi kwa tabia alizonazo mwanamume na tabia alizonazo mwanamke. Mwenyezi Mungu anakata maneno tu kwa kukata moja kwa moja. Anasemaje? Walan tastati'u, na kabisa kabisa hamtaweza, antaadilu, kufanya uadilifu, baina nisai, katika kati ya wanawake. Mathalan, mwanamume amemiliki zaidi ya mke mmoja, kuanzia wawili mpaka wanne, anaambiwa kabisa hili jambo hamtoweza. Antaadilu baina nisai, kufanya uadilifu kati ya wanawake. Ai lan tastati'u ayyuha nasu, na hapa Mwenyezi Mungu anazungumza na watu, jamii ya binadamu wote, kwa namna alivyowaumba Mwenyezi Mungu anawajua binadamu. Anawaambia ya kwamba hamtaweza enyi watu, antusau baina nisa, kulinganisha mkaweka sawasawa kati ya wanawake, min jamii alwujuhi, katika sura zote. Yani fa innahu, kwa hakika, wa in waqa'a alqismu as-suwari, hata kama itatokezea ugawaji wa zamu katika sura inaonekana kwamba mtu kafanya uadilifu hapo, na itokezee hivyo, lailatan wa laila, usiku na usiku, anakwenda sawa sawa zamu zake, bado aya imemwandama, lan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa. Hata kama mtu atafika pahala kama hapo, ameweka zamu kwa wakezi sawa sawa, kazitimiza, fala budda min wujudi at-tafawuti, na afanye zamu zake sawa sawa, hapana budi, lazima kwenye moyo wake mwanamume itatokezea tofauti baina ya mke mmoja na mke mwingine. Fala budda min wujudi at-tafawuti, hapana budi kutokezea tofauti fil mahabbati, katika jambo la kumpenda mmoja zaidi kuliko mwingine, kwa sifa yoyote alionayo kumzidi mwingine, washahwa, na mpaka namna ya matamanio anayokuwa nayo kwa mke huyu tofauti na mke mwingine. Hilo jambo Mwenyezi Mungu analizungumza hivyo. Waljimai, na hata katika wakati wa tendo lenyewe la ndoa, lazima mwanamume atakuta ana tofauti kubwa kwenye moyo wake, na katika namna ya hisia anazozipata lazima itatokezea tofauti, kwamba watu wamepitana, wako mbalimbali. Kama utakachokiona chakula vile vile, wali ni wali, lakini mapisi mbalimbali, na mpikaji vile vile kampita mwenzie kwa kupika, namna ya viungo anavyovitia, namna ya upikaji, wametofautiana wapishi kwa kupika, na kila mpishi ana sifa zake, na utaona wanakodiwa kwa kusifiwa, huyu ndiyo barabara, na mwingine anaambiwa kidogo kapitwa au kazidi, na ilhali chakula ni kile kile, mchele ndio uliopikwa unaitwa wali ukatakuliwa, lakini tofauti kubwa sana baina ya mapishi yale, baina ya mpishi fulani na mwingine. Basi tabia hiyo iko vile vile kwa binadamu wote, wanaume wako tofauti na wanawake wako tofauti vile vile. Walan tastati'u an ta'dilu, na kabisa hamtoweza wanaume kufanya uadilifu baina nisai, kati ya wanawake, walau harastum, hata kama mtajihimiza vipi, hilo jambo mtoliweza hilo, lakini hutoingia lawamani kwa sababu ya kwamba labda mmoja kachukua nafasi kwenye moyo wako, kwamba labda anapendwa zaidi. Hata watoto wako uliowazaa mwenyewe hawatakuwa sawa sawa katika nafsi ya binadamu. Yuko mtoto atamuathiri baba yake zaidi, na atamuathiri mama yake zaidi. Kisichotakiwa kwa mzazi kwa mwanawe, asiwaonyeshe wale watoto wake wengine kwamba yeye kamili upande mmoja zaidi, wazi wazi asionyeshe, ili iwe ni siri yake moyoni. Na vile vile kwa yule ambaye ana wake zaidi ya mmoja, asionyeshe wazi wazi kwamba yeye kamili upande mmoja zaidi, ile ni siri yake mwenyewe, Mwenyezi Mungu amempa. Na nani anaweka mapenzi katika moyo wa mja kumzidi mwingine? Hiyo kazi kwa hakika mpaka mtume wa Mungu ameambiwa, wewe Muhammadi, hata kama ungetoa
vilivyomo katika ardhi vyote, usingeweza kuyavuta mapenzi ukaziunganisha nyoyo za watu zikakupenda kama hivi zinavyokupenda nyoyo za Waislamu. Zimefika pahala mpaka wako tayari watu kufa wao mwanzo kabla yako wewe. Kilichofanyika ni nini? Ni kwamba waalafa baina qulubihim, Mwenyezi Mungu ndo aloziunganisha pamoja kati ya nyoyo zao binadamu. Kazi ya kuunganisha nyoyo ya Mwenyezi Mungu mwenyewe. Hawezi mganga mwenye kutumia nyota wala mpigaji ramli wala mwenye hivi, hawezi kabisa kuunganisha nyoyo akaweza kutia mapenzi baina mtu na mtu, hawezi, isipokuwa hiyo ni kazi ya Mwenyezi Mungu peke yake. Waalafa baina qulubihim, Mwenyezi Mungu anamwambia mtume wake ameziunganisha nyoyo zao Waislamu. Wewe umekuja hapa Madina mgeni, hakuna anokujua, lakini kila amri unaoitoa sasa hivi hapa watu wanaitii. Maana yake nini? Na nakwambia law anfakta ma fil ardi jami'an, hata kama ungetoa vilivyomo katika ardhi vyote ili uvute mapenzi ya watu yakupende, nakwambia ma alafta baina qulubihim, usingeweza wewe kuunganisha kati ya nyoyo zao. Walakin Allah alafa bainahum, lakini Mwenyezi Mungu ndio aliunganisha baina ya mtu na mtu. Na hili jambo kwa hakika hata kwa upande wa watoto uliowazaa na kwa upande wa wake mtu alionao, ni Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kazi ya kuweka mapenzi ya kumzidi mwingine kwenye moyo. Tabia na silka na dasturi huchangia tu, lakini imekuwa ni sababu, bali kazi hiyo kwa hakika Mwenyezi Mungu. Ndio maana akamwambia mja wake walan tastati'u an ta'dilu baina an-nisa'i. Kwa nini hamtaweza? Kwa sababu si kazi yenu, haiko katika uwezo wa binadamu. Utakachokiweza binadamu ndicho ambacho utalaumiwa kama ukifanya. Zamu zako ugawe sawa sawa, unapolisha chakula kizuri huku, na vile vile siku nyingine pahala pengine ulishe vizuri vile vile. Isiwe chakula kizuri kinapelekwa upande mmoja tu na kwingine imekuwa ni kuondolewa njiani tu. Hapana, madhali uwezo upo, basi wale wanakula vizuri na hawa wanakula vizuri. Yule kule anavalishwa vizuri na mwingine vile vile anavalishwa vizuri. Yule kule anapewa maneno yenye ladha, maneno mazuri, maneno ya kuvuta mapenzi baina yao, na mwingine vile vile apewe maneno yale yale. Isiwe mmoja anapewa maneno mazuri na mwingine yeye anasukumiwa tu maneno yote tu yale. Ama hapo penye uwezo wa binadamu ndipo atapolaumiwa. Na ndiyo maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akafuatisha maneno baada ya kusema walan tastati'u baina an-nisa'i walau harastum, alisema fala tamilu kullal maili, basi msije mkaelekea upande mmoja kila aina mwelekeo. Zamu ziko upande mmoja tu, kwingine hakuna zamu. Pako pahala kafikishwa mwanamke hajijui, kama ataulizwa kujibu swala wewe una mume, hajui ajibu nini, maana haelewi haki yoyote ya mwanamume. Mpaka zamu ile ya mumewe kulala kwake imeondolewa, hajui sababu ni kitu gani. Yeye imekuwa yupo tu anahesabiwa mke wa watu, lakini hana haki hata moja anayoipata. Ama hapo Mwenyezi Mungu ndipo atapomtia mbaroni mja wake kwamba jambo limo ndani ya uwezo wake, halafu hakulifanya. Fala tamilu, basi msielekee kullal maili, katika kila aina ya mwelekeo. Fatadharuha, mkamwacha mwingine, kalmuallaqa, kama kitu chenye kuning'inizwa, kama nanga ya saa ya ukutani, mara imekwenda upande wa kulia mara kushoto, haijulikani hasa upande upi ni upande wake. Imo tu katika kazi hii daima usiku na mchana. Fatadharuha, mkamwacha mke mmoja, kalmuallaqati, kama kitu chenye kuning'inizwa, hakijijui kama yeye ni mke wa mtu au si mke wa mtu, hajui kabisa. Maneno haya fala tamilu kullal maili, basi msielekee kila aina ya mwelekeo. Maneno haya idha miltum ila wahidatin, mtakapomili kwa mmoja, fala tubalighu fil maili, msifikirie mbali mno kwenye kuelekea kwenyewe. Ikitokezea kumpenda mmoja zaidi ya mwingine, usioneshe waziwazi wala usielekee moja kwa moja katika mambo ambayo ni haki za wote. Ama ile mapenzi kupenda kwenye moyo wako uingiliwi, lakini usielekee upande mmoja moja kwa moja. Wakila, na ikasemwa vile vile maana yake huwa alfi'lu alladhi, hii fala tamilu kullal maili ni kitendo ambacho yuqsadu biha at-tafdhil, kinakusudiwa kitendo hicho ni kufadhilisha, yani kuweka ubora kwamba mmoja ni bora zaidi kwa mwingine. Hilo usilifanye hilo.
wa huwa yaqdiru alla yaf'aluhu, na yeye ikawa anaweza asikifanye kitendo kile na akakifanya, kimo ndani ya uwezo wake. Fala tamilu kulla almaili fatadharuha kalmuallaka, na ukamwacha mmoja kama ni kitu chenye kuning'inizwa. Ai fatatrukuha kalmuallaqati, ukamwacha mke mmoja kama ni kitu chenye kuning'inizwa. La hiya mutazawija, hajulikani kama yeye ameolewa, wala mutallaqa, wala hajulikani kama kishapata talaka. Maanake kwa hivyo alivyo, unaweza ukasema kwamba hana mume, hapewi chakula, hapewi nguo, na anaweza akahesabu miaka kwa mumeo hajapita pale, au miezi, anaweza hajui siku gani mumeo kapita pale. Huyo hajijui kama yeye kishapata talaka au ni mke wa mtu bado. Kisha Mwenyezi Mungu mbele ya aya hii akasema, wa in tuslihu wa tattaqu, na iwapo mtapatengeneza mlipopaharibu, kama mliyafanya hayo bila ya kujua. Mathalan, wa in tuslihu, na kama mtapatanisha mambo yaliyotokezea mabaya mkatengeneza. Wa tattaqu, na sasa mkaanza kumcha Mwenyezi Mungu. Labda ulikuwa ufahamu mambo haya, wewe ulijiolea tu, hukuwa ukijua haki za mke na mume. Mtu amekwenda katika jambo la kuoa katika kukidhi matamanio yake tu kwenye moyo wake, hakuwa akijua lolote. Sasa baada ya kukaa kitako darasani, labda akaja akashtuka kwamba ala, kumbe Qur'ani imesema hivi. Basi Mwenyezi Mungu anasema wa in tuslihu, na iwapo mtapatengeneza pale ambapo mmepaharibu, watattaqu, na mkamcha Mwenyezi Mungu, fa inna Allaha kana ghafurar rahima, hakika Mwenyezi Mungu amekuwa ni mrehemevu na msamehevu, ataparehemu na atapasamehe pale ambapo pale haribiwa zamani. Wa in tuslihu wa tattaqu, ay aslahtum, kama mtapatengeneza mkatengeneza umurakum, mambo yenu mlioharibu. Wa qasamtum bid'ali, na mkaanza sasa kufanya zamu kwa uadilifu, na chakula mkagawa kwa uadilifu. Fima tamlikuna, katika yale ambayo mnayamiliki ndani ya uwezo wenu binadamu. Wattaqaitumullaha wa tattaqu, na mkamcha Mwenyezi Mungu. Min jamil ahwali, katika hali zote, basi na Mwenyezi Mungu naye vile vile atakurehemuni na atakusameheni vile vile. Hii ni aya ya pili Imamu Nawawi aliyofungulia mlango huu, babul wasiyatu bin nisa'i. Na aya hii ya pili inapatikana katika sura hiyo hiyo An-Nisa'i, nambari ya aya ni 129. Sasa baada ya kupata aya mbili hizo, tunaingia moja kwa moja katika upande wa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani ni hiyo, na sasa katika upande wa hadithi ya mwanzo katika hadithi 8 za mlango huu, babul wasiyatu bin nisa, mlango wa wasia kwa wanawake. Hadithi ya mwanzo, wa an abi hurairata radhiyallahu anhu, na kutokana na Abu Huraira Mwenyezi Mungu amwiradhi, qala, amesema, qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu, istausu bin nisa'i khaira, enyi wanaume wa Kiislamu, usianeni kwa viumbe hawa wanawake kuwafanyia mema. Hili jambo usianeni, hasa wakati mnakutana katika mafundishano yenu ya kidini, muwe mkihusiana, hususan mkifika pahala maudhui ya jambo lilokukutanisheni pamoja pale ikawa ni ndoa. Panatakikana pahala pale watu wakiondoka pale wamefaidika na mambo ya ndoa, patolewe kilma, yani neno jema nalohusiana na shughuli hii ambayo watu imewakusanya pale kumshuhudia mwenzao anafunga ndoa. Basi pale pahala ni vyema kabisa kama itapatikana fursa ya mtu mmoja kutoa kilma kwa watu. Katika mambo ambayo yamepuuzwa na kudharauliwa ni mambo haya ya sheria za mke na mume. Midharauliwa sana hizi, si wengi wanaozijua, kiasi cha kudharauliwa kwake mpaka pale watu wamekutana katika shughuli hii, hakuna hata aya moja ya Qur'ani inayofasiriwa. Kwa hivyo watu wakiondoka pale wanaondoka kama walivyoingia, wa hum kad dakhalu bil kufri hum kad kharaju bihi.
Walipoingia katika majlisi ile, waliingia na ukafiri wao na wakatoka vile vile ukafiri wao, hawajui lolote la Mwenyezi Mungu, na wanaishi watakavyo wao wenyewe majumbani, wanaambizana watakavyo wenyewe majumbani. Apatikane mwanamume anamwambia mkewe, mimi wewe nakuona sawa sawa na mbwa. Kisha mtamkia maneno hayo, halafu anataka usiku ukiingia ende kapumzike kwa kustarehe naye yule mwanamke, ati yaje mapenzi kwamba huyu ni mume wangu, alale naye amfurahishe, wakae pamoja wazungumze kicheka, na mchana wake alimwambia kama wewe ni mbwa. Wakati mwingine mfananishe kama baba yake, kama mama yake mzazi au dada yake au mama yake mdogo, yani anamharamisha, hana haja naye. Ina maana pale mwanamke anakuwa yumo ndani tu basi, gerezani, jela tu, si kwake kwa mumewe, ni jela, kafungwa. Hiyo yote imesababishwa na kule kudharau jambo la sheria za mke na mume. Hapazungumzwi kitu. Muozeshaji binafsi ya zile aya, namna ya kuzisoma wakati anapoozesha, mara nyingi anazikosea mpaka aya zenyewe kuzitamka. Atawezaje kuzifasiri maana yake akawapatia faida watu, wakati kule kutamka kwake zile aya, kama utakuwa makini kuzisikiliza, kama unazielewa, utamkuta kazitamka ndivyo sivyo, kasukuma tu, kaondoa njiani tu. Yani mpaka ile hifadhi yenyewe ya kuhifadhi zile aya haipo. Mambo yamekwenda vurugu, ondoa njiani tu, babaisha tu. Ndiyo maana ukaona maisha majumbani mabaya sana, magumu sana, kwa sababu ni jambo lilodharauliwa, halikupewa haki yake inavyostahili. Ilikuwa siku ile walipokusanyika watu kwa jambo lile, ilikuwa waangalie kila kinachofaa kuambizana watu pale, wakafanya, wakaambizana. Kama ni aya za Qur'ani zikafasiriwa, watu wakajua maana yake. Kama ni hadithi za Mtume zikatajwa zikafasiriwa, watu wakajua maana yake. Ilikuwa nafasi ile itumike kwa jambo lile. Kwa bahati mbaya kabisa, labda watu watasomewa aya tu pale, hawajui kitu gani kinafanyika pale, hawakielewi. Kumbe zile aya ambazo Mtume kaziweka katika hafla kama ile, huwa anazungumza aya akaziita ayatul haja, ni aya za haja, yaani zinahitajiwa kuwemo katika moyo wa kila Muislamu na khalafu kufanyiwa kazi. Haja, aya zeni za haja za lazima, wala hawatoweza watu kuishi majumbani kama mke na mume bila ya kuelewa aya zile. Inshallah tunakwenda mbele huko, tutaziona aya ambazo zatumika katika khutba za nikahi na maana yake nini aya hizo. Basi kutokana na Abu Huraira amesema, Mtume kasema, istausu bin nisai khaira, usianeni waislamu kwa wanawake kuwafanyia mema. Maneno haya istausu bin nisai khaira, kwa lugha nyingine Mtume anakusudia hapa, ikbilu wasiyati, pokeeni wasia wangu, msiudharau. Nipokeleeni wasia wangu, waamalu biha, na mufanyie kazi wasia huu. Msijadharau kabisa maneno haya ninayokuambieni mkayaacha yameanguka chini. Mtume anazungumza katika uzito wa kusema kwamba nipokeleeni wasia wangu, na anasema nipokeleeni sio amri, ni wasia. Walwasiyatu aqwa min al-amri, na katika uzito wasia unakuwa ni mzito kuliko amri anapoamrisha mtu. Wasia jambo jingine na amri jambo jingine. Ikiwa amri katika usulul fikhi yaktadhi alwujubu, basi wasia mimbabi aula, unakuja katika mlango ulio bora zaidi katika kuwa ni wajibu kutekelezwa kuliko hata ile amri. Au Mtume anakusudia hapa kwa maneno mengine, liyatlubu alwasiyata ba'dukum min ba'dhin, na atake wasia baadhi yenu kwa baadhi ya wengine. Ina maana mwanamume ende kwa mwenziwe hasa amwambie nataka kuingia katika shughuli ya ndoa, na kuomba mwenzangu, kama una maarifa basi niusie nini kilichopo katika mambo haya, nisije nikajuta baadaye kwa siku 2-3 mke akanishinda. Au anapopambana mtu na majanga ndani ya nyumba, mambo yameharibika, hakuingiliki, hana furaha naye mkewe, anamwendea Muislamu mwenzake, bwana nisaidie, nifanye nini hasa? Nyumbani kwangu kumeharibika na hivi, kishaambezana hivi. Na mwanamke kishakuwa anadai kuachwa hivi sasa. Pengine makosa ni ya mwanamume,
na pengine makosa ni ya mwanamke, anapokujia kwamba nisaidie mwenzangu niusie, basi Mtume katika maneno haya istausu bin nisai khaira, imo ndani yake katika maana vile vile liyatlub ba'dukum ila ba'dhin alwasiya, hebu na watafute baadhi yenu kutoka kwa baadhi ya wengine wasia, ili nyumba zao zipate kutengenea. Ndiyo maana vile vile ya istausu bin nisai khaira, na atake wasia mmoja wenu kwa baadhi ya mwingine vile vile. Wayalzamu min dhalika, na wakati wasia umetolewa italazimika moja kwa moja katika hayo, an tuhafidhu, mkishapewa wasia itabidi muhifadhi wasia huo, alaiha, juu yake, lianna man wassa ghairahu, kwa sababu yule ambaye amemuhusia mwingine bishaiin, kwa jambo lolote, kana ahrasa alaihi, amekuwa na pupa juu yake kumuhusia mwenzake, basi asidharau, na hasa pale alipokwenda mwenyewe kumwambia nisaidie nihusie mazuri, basi akipewa wasia ule asidharau, akiufata ataona mambo yake yanaanza kwa kitako sawa. Hapa ni pahala pakubwa sana, manake hapa Mtume anaweka sawa jamii, watu watazaa, watakuwa na watoto na wajukuu. Mtume kauli yake ikawa istausu bin nisai khaira, kwa kule kuwajua wanawake hawa namna walivyodhulumiwa, namna walivyoonewa, namna Uislamu ulivyowakuta wanawake kuwa si binadamu hasa mwenye kustahiki haki zote za kibinadamu. Basi Mtume wa Mwenyezi Mungu akawa anazungumza na Waislamu ili dunia ifahamu Uislamu umekuja na nini, na halafu huyu mwanamke wa Kiislamu huyu ajijue Uislamu umemfanyia jambo gani jema, asije akawasikiliza wapumbavu wamekaa kitako ati kuna maazimio ya Beijing, mwanamke anadaiwa haki zake, na mwanamke wa Kiislamu naye akaingia kuvamia kichwa kazama, anadai haki zake. Ati katika haki zake aruhusiwe awe huru, kama ataamua kukaa uchi mbele ya kadamnasi ya watu, akae uchi, aonyeshe umbo lake, yeye ni mrembo wa dunia, ni mrembo wa nchi yake, ati aonyeshe mwili wake na watu wauone, mwahala msimostahiki. Uhuru wenyewe anadai mwanamke ni huo. Na Uislamu ukimkataza, unaona Uislamu umemwingilia kati mwanamke, ukamzuilia haki zake zote, ati awe huru kwenda uchi, yani avae atakavyo. Uislamu hautomwachilia mwanamke ende atakavyo, kwa sababu mwanamke ni kiungo kikubwa muhimu katika jamii. Yeye ni mama, yeye ndo mwenye nyumba. Akisomeshwa yeye uadilifu, basi jamii nzima yategemewa kuwa ni uadilifu. Akiharibika yeye, basi ina maana watoto na kila mmoja ataharibika vile vile. Uislamu hapa kwa maneno ya Mtume kufanya kitu mahsusi kwa mwanamke, istausu bin nisai khaira, usianeni au nipokeleeni wasia wangu kwa wanawake kuwafanyia mema, au na atake mmoja wenu wasia hasa katika jambo la wanawake, ende kwa mtu, ende akahusiwe, pengine amepewa mke tu, alidhani kwamba hapa ni pahala pa kukidhi matamanio yake tu, hakujua mke ni nani, kumbe ni amana kubwa, kumbe dhamana kubwa, kumbe anaweza mwanamke kumtia mtu motoni, yule mkewe yule akamfikisha pabaya, kumbe yule mke yule, kwa sababu ni amana, hakuichunga mtu amana ile, basi moja kwa moja anampeleka motoni. Na akipotea mwanamke yule kwa sababu ya mwanamume yule, basi mpaka kizazi chake chote kinaangamia kwa sababu ya mwanamke yule, kizazi chote kinaangamia. Na pengine chanzo chake yeye mwenyewe mwanamume, yeye ndo alomwambia mkewe, vua buibui, sitaki nikuone mimi na kivazi kama hichi, kimeweka nyuma maendeleo, hii ushamba huu usije nao hapa, wacha huko ulikotoka. Yani hapa pengine mwanamume amechangia mwenyewe, kamharibia heshima yake mwanamke, kamfundisha mabaya, akamfanyisha kulewa kidogo, 2-3, moja moto moja baridi, haina neno hii, tuchangamshe mwili kidogo manake hii ni baridi. Mara mwanamke kaja kazoea, akamharibikia, akawa mlevi mbwa, na wanawe wote wakawa ni walevi mbwa, hawezi kufanya kitu. Maana akitaka kuwagombeza watoto humwambia, mama wewe mbona ulikuwa hivi, na ulikuwa ukibebwa ukiokotwa na watu unaletwa nyumbani, sisi naona haya, leo hii ushakuwa wewe unatukataza sisi, maki huna uwezo tena hata kuwagombeza wanao, kwa sababu wewe ndimo mahala ulimoishi mle. Istausu bin nisai khaira, huu ni wasia wake Mtume, anawataka wanaume wote wa Kiislamu na hata wanawake vile vile
wawe wakahusiana mazuri kuhusu habari ya wanawake, kwa sababu ni kiungo kikubwa katika kiungo cha jamii. Wakihusiana watu mema kuhusu mwanamke, mema kwa jumla, yani khairan bimaana ya wema kwa jumla, na sio moja au mawili au matatu, yani kila kinachostahiki kwa mwanamke kukijua, kuanzia dini yake, maarifa ya kumtambua Mola wake, awe na ilmu ya tauhidi, awe na ilmu ya ibada anayoifanya. Akiswali awe anajua swala ni nini, anamwabudu nani na vipi namna ya kuswali, mtume kaswali vipi. Akitaka kufanya ibada yote ya funga awe anaijua, anaifanya kwa kujua ibada hii miko yake ni hivi na hasara yake ni hivi. Khaira imechanganyika katika mambo yote kwa hakika, sivyo vile ambavyo wanavyohusiana wajinga na wabaya. Badili ya agizo la mtume hili, wahusianeni kwa wanawake kuwafanyia wema, hutokezea baadhi ya watu wakahusiana mabaya kwa wanawake. Mtoto wa kike karibu ya kupewa mume, anaitwa, anafundishwa ubaya mtupu, ukhabithi mtupu, roho mbaya tupu. Anaanza kuambiwa, dunia hii unavyoiona mwanangu, au mtoto wetu, au mjukuu wetu, ni dunia ambayo wazee wako tumeona mwanzo jua kabla yako wewe. Kwa hivyo sikiza vizuri, tukwambie tunayojua, tuna uzoefu nayo. Mtoto pale na kakitako anadhania kwamba atapa mambo yenye manufaa na yeye, kumbe anapotolewa, anawekewa jiwe moja la jifya la kutelekea chungu cha kupikia, anaambiwa teleka chungu, teleka sufuria. Mtoto wa kike anashughulika pale, anapanga kipangua, haikai kwa jiwe moja sufuria, inapinduka, anamwagika maji. Kisha anaambiwa, hiyo ndiyo hali umeiona mwenyewe kwa macho yako, jiwe moja alikokusaidia, weka la pili. Basi anaweka la pili vile vile, inakuwa hakuna mpango mzuri kwa mawe mawili yale, taabu kukaa sufuria. Anamboeka la tatu, anaweka la tatu pale, ndipo sufuria angalau imekaa kitako stable, imekaa pala vizuri, haianguki. Mtoto wa kike sasa anapotolewa, anaambiwa, basi hivi ndivyo unavyoona maisha yalivyo. Wazee wako tumeona jua mwanzo, tunakwambiaje, mwanamme mmoja kuwa ni mumeo hakutoshi kukuendeshea maisha yako, utajidhulumu, utajidanganya, na kwa hivyo maisha yako yatakuwa mabaya. Kwa hivyo sufuria umeiona ikukaa katika jiwe moja, na wewe vile vile, ina maana ni mfano wa sufuria. Umeweka jiwe la pili, haijakaa vile vile, hata wa pili hakutoshi. Kwa uchache uwe na watu watatu hivi wanakutazamia maisha yako, uwe na pembeni kidogo hivi, ukitoka hapa umeingia hapa, hapa mpata msaada wa nyumba, hapa mnunuliwa gari, hapa mpewa hivi, yani una kitu kama hicho. Mtoto mwanamke anatega sikio kwa kudhani kwamba anaongolewa, kumbe anapotolewa maskini. Badili ya agizo la mtume, istausu bin nisa'i khaira, watu wanawahusia wanawake sharran badili ya khairan. Matokeo yake jamii ndo kama unavyoiona Kiislamu hii. Wapi imefikia jamii? Pale pabaya sana, pabaya mno. Kila azaliwae anakuja hali ya kuwa anamshinda mwenziwe kwa kutokufahamu Uislamu, kwa tabia mbaya, kwa maasi, kwa ujinga, kwa kila kitu. Kila anaokuja akamshinda mwenziwe, kwa sababu watu wamelikosea na wamelipuuza agizo na wasia wa mtume wa Mwenyezi Mungu. Mtume kataka hivyo. Kisha mtume akaendelea katika hadithi hii aliposema, istausu bin nisa'i khaira, aliendelea akasema, fa innal mar'ata, kwani hakika ya mwanamke, khuliqat, ameumbwa mwanamke. Hivi unavyomuona mtume ndo mfundishaji bwana. Yale mawe matatu ni uongo, ni shetani yule. Mtume sasa hapa anatoa mpaka asili ya mwanamke, mpaka umbile nataja. Kwa nini nakwambieni nipokeleeni wasia wangu kuhusu wanawake, kuwafanyia wema? Na mtume anasema ninawahusisha hapa kwa majina wanawake. Mkiwakosea wanawake ndo mmekosea kila kitu. Kama hamkuwahusia nyinyi Waislamu wanawake mema, watakuja kuwahusia makafiri mabaya, na kwa hivyo wakikuponyokeni wanawake, mmeponyokwa na kiungo muhimu katika jamii. Watakuja kuona kwamba mwanamke adai haki zake mpaka katika mirathi. Kwa nini mwanamme achukue zaidi kuliko yeye?
Na kwa nini mwanamme awe na mke zaidi ya mmoja, na kwa nini mwanamke asiwe na mume zaidi ya mmoja? Watafika mpaka kudai hapo vile vile, watake uhuru ya kwa mwanamke naye vile vile awe na waume zaidi ya mmoja, na kama si mume basi ndo yale mawe kaekewa awe na mwanamme, awe na hawara. Kama hamkufanya nyinyi jambo hili Waislamu, watafanya makafiri, na wakifanya makafiri watajisifu kwamba mkutano wao, maazimio yao ya Beijing au na wapi, watayaona yale ndo maazimio ya kumtetea mwanamke. Kumbe Waislamu walilipuuza agizo hili. Hawakukaa kitako wakamuhusia mwanamke mazuri, hawakumfundisha mema. Matokeo yake wamemkamata makafiri, wamemwahi wao, wakamfundisha vile ambavyo wanataka wao. Tahamaki mwanamke wa Kiislamu aliharibika, akapotoka, akajiona kwamba yuko huru kabisa mpaka kuvaa nguo atakazo na kufanya atakavyo mbele ya utu aina yoyote ile. Alidhani kwamba yeye ni binadamu, ana haki zake zote. Katika haki zake Mwenyezi Mungu ametofautisha baina jinsi mbili, mwanamke na mwanamme. Mwanamme ana haki zake kwa mujibu wa jinsia yake aliyonayo ya kiume, na mwanamke ana mambo yake na hali zake na haki zake kwa mujibu wa kijinsia, kwamba yeye ni mwanamke. Haya mambo Uislamu umeangalia jinsia. Vita vikubwa vipigwavyo duniani unaambiwa usitofautishe baina ya jinsia. Wao wamelenga pengine mbali kabisa, ingawa kwa dhahiri wanakuonyesha pale ya kwamba tusimbague mwanamke na mwanamme, lakini pale kwa hakika Uislamu pako pahala umetenganisha katika mambo mengi. Mpaka ndani ya ibada mwanamke yuko vingine kiibada na mwanamme vingine. Mwanamke kuna siku ambazo ameruhusiwa asiswali tena wala hailipi swala ile ambayo imemtoka katika siku zake za miezi. Hii ni tofauti ya kijinsia. Mwanamme hana mambo hayo, swala yake kamili. Mwanamke kapungua mwanamke. Mwanamke akizaa basi wajibu wake katika baadhi ya mambo ya ibada yamesamehewa, kuswali basi mpaka atapotakasika akakoga, na hapo atapotahirika halipi siku zile ambazo alipokuwa katika damu ya nifasi ya uzazi, siku 40 mathalan, haambiwi alipe sala zile. Basi mambo yamekwisha pale. Hakuna kitu kama hicho kwa mwanamme. Iko tofauti kubwa baina ya kijinsia kati ya mwanamke na mwanamme, tena mpaka ndani ya matendo ya ibada wako tofauti mwanamke na mwanamme, na hali ya mambo nyingi vile vile wametofautiana. Lakini wajanja duniani wametumia lugha mbaya kabisa, lugha ya kutofautisha, kwa maana ya kubagua, kuweka ubaguzi, lakini lengo lao ni jengine, ni kuifanya Qur'ani isifanye kazi, ni kumfanya Muhammad asiwe ni mwenye kutawalia dunia, kwamba yeye ndiye mwenye kutengeneza kwa mafunzo yake, bali watu wengine wanamkiuka Nabii Muhammad kwa kuleta mambo katika dunia wafuatwe nao vile vile. Tahamaki watu wamevumbua globalization, yani dunia ikae kama ni bulb, kama ni globe, watu wote wafate maazimio waliowataka watu fulani. Agizo lolote wakalitoa ni kwamba lazima watu waifanye agizo hilo, akiwa Muislamu, akiwa nani, watu ndivyo walivyoamua. Janja makafiri wameamua hivyo, wamedhalilisha Waislamu kiasi kikubwa. Tizameni Uislamu namna gani ulivyomtakasa mwanamke, ukamweka pahala pakubwa sana, kumtoa katika unyama na ushenzi na ujinga, ukamweka kuwa ni binadamu anaojulikana, anatakiwa au siwe mazuri special kwake yeye. Maana akitengenea yeye, imetengenea mpaka jamii, wanawe pia watatengenea. Litakuwa limewekwa ua la johari ndani ya nyumba, linang'ara vizuri sana, kwa kuwa ni mwanamke kapikika sana katika dini yake, anajua vizuri, heshima yake imekuwa kubwa. Basi tegemea na wanawe vile vile watapata malezi mema na watakuwa na heshima kubwa, kwa sababu wanaume walifuata agizo la Mtume, wakahusiana kuhusu wanawake kuwafanyia wema. Wa adhanu al-ishai biidhnillahi tabaraka wa taala. Naam, tunaendelea bado na hadithi ya kwanza katika babu alwasiyatu bin nisa. Mtume anasema istawsu bin nisa'i khaira, nipokeleeni wasia wangu Waislamu kwa kuhusiana juu ya wanawake kuwafanyia mema. Huu ni wasia wangu, wasia wa Mtume huu. Fa innal mar'ata, kwani hakika mwanamke, khuliqat, ameumbwa, min dhila'in,
kutokana na kitu chenye kufanana na ubavu vile ulivyo, ndiyo mwanamke ameumbwa vile. Nini maana ya maneno haya? Fa innal mar'ata khuliqat min dhila'in. Wako wengine wamefahamu vingine, wamefahamu kwamba mwanamke kaumbwa pale katika ubavu wa Adam, katoka pale. Hakuna ushahidi huo qat'i unaokata kwamba Hawa, yani mkewe Adam, katoka pale kwenye ubavu wake. Hakuna ushahidi huo, isipokuwa kitu hichi hapa inaonekana wadhahiru, dhahiri yake inavyoonekana, anna fil kalami, kwamba katika maneno haya kuna kitu istiara, maneno ya kuazima yamechukuliwa pahala pengine kwa pale, si pahala pake. Kuna istiara tu basi, kiasi akili ya mwanadamu itafahamu vipi, anavutwa akili yake kuwekewa tamthil au tashbihi. Wal aslu, na asili yake, fa innahunna khuliqna min shay'in, wanawake wameumbwa kutokana na mfano wa kitu, kadhilai, kama vile unavyoona mbavu ilivyokaa. Mfano wenyewe mbavu kwa kitu gani? Tashbihi yake ni nini? Fi iwijajin, katika kupinda kwake. Ubavu umepinda sana, haukonyoka ubavu. Na vile vile mwanamke ana tabia ya ubavu kwamba hakonyoka tena wala hanyosheki. Ai khuliqna khalqan, kwa maana hiyo, maana yake hasa hapa khuliqna khalqan, wameumbwa wanawake kwa umbile, fihi iwijajun, ndani yake mna kupinda, tukhalifu bihi rajul, imetofautiana kabisa kabisa na mwanamme alivyo. Namna alivyoumbwa mwanamme tofauti kabisa kabisa kimaumbile, kijinsia, na namna alivyoumbwa mwanamke. Watapata tabu sana duniani watu kutaka kumweka mwanamme na mwanamke kibao kimoja pakopa, hawawezi kabisa. Tofauti iliyoko ni kubwa sana, manake tena kubwa kweli kweli. Wakifika mpaka kumweka mpaka awe mfalme, awe raisi mwanamke, hapo wataangukia, wataangamia, watazama. Kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu amemuumba akamtayarishia wa kumsimamishia maisha yake. Anahitajia mtu, lazima mwanamke awe ni msimamizi wa maisha yake, lazima. Kama atakavyokuwa mwanamke, lazima awe chini yake na mtu kusimamia maisha yake, hawezi yeye mwenyewe. Tena kwa sababu nyingi mno za kijinsia, za kimaumbile, kuna mambo chungu nzima, lazima awepo msimamizi. Msimamizi huyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemchagua mwanamume. Ar-rijalu, wanaume, qawamuna, wao ndo wamewekwa wasimamizi, ala nisaiji, wanawake. Ar-rijalu, maana mwanamke lazima apate mtu kumsimamishia maisha yake, awepo mtu msimamizi kwa ajili ya chakula, kwa ajili ya nguo, kwa ajili ya watoto, kwa ajili ya mahangaiko ya kuchuma. Mwanamke hata kama ataajiriwa pahala, miaka yake ya kufanya kazi ni kidogo sana, na katika miaka hiyo kidogo vile vile kuna siku za kuchukua ujauzito, kuna siku za kuzaa, inabidi kwa muda mrefu hayupo kazini, kwa muda mrefu inabidi apewe likizo ya miezi mitatu labda au zaidi, labda yategemea na mwanamke atavyokuwa hali yake kiafya. Wengine hawakai sawa sawa baada ya miezi mitatu, wachukua miezi sita, wachukua mwaka mzima, wagonjwa taabani. Kwa hivyo hata kama atajiriwa, kwa hakika hakutokuwa na ufanisi katika ajira. Kuna siku maalum mwanamke lazima kae nyumbani, tena nyingi mno siku zenyewe. Hiyo ndio hali ilivyo. Na hata kama ataajiriwa katika zaa mtoto, basi mtoto anaweza akaathirika vibaya sana, hata kama atakuwa na mlezi nyumbani. Mama mtu ataumia na mwanawe anaumia. Mama mtu maziwa yanamuuma kwa muda mrefu, tokea asubuhi mpaka saa 9:30, mwanao hakuonja chuchu ya ziwa, mwanamke anaumia na mtoto kule anaumia vile vile. Hakuwekewa mwanamke mambo haya. Mwanamke kaekewa msimamizi, na msimamizi wake ni nani? Mwenyezi Mungu anamwambia ar-rijalu, wanaume kwa namna walivyoumbwa, qawamuna ala nisa. Sasa maana ya maneno haya sio kwamba katoka mwanamke ubavuni moja kwa moja, la, hii ni tashbihi, kapewa mshabaha. Kama unavyoona ubavu ulivyopinda, hivyo ndiyo mwanamke ameumbwa, tabia zake namna ya tabia ya ubavu. Maneno hayo ni istiara, maneno kwa zima.
yeye amekuwa na khalqan fi i'wijajun, umbile ndani yake mna kupinda, tukhalifu bihi rajul, imekwenda kinyume kabisa umbile lake na mwanamme. Khalafu mtume akasema wa inna awaja ma fi dhilai, na katika sehemu iliyopinda zaidi katika ubavu, alahu, ni ile sehemu yake ya juu, pale ndipo ilipopinda zaidi pale. Na mwanamke iko hivyo hivyo katika sehemu yake ya juu vile vile. Je, sehemu ya mwanamke ya juu ndo nini? Kama makini kuitambua sehemu ya juu hilo. Tena uwe makini, kama una mke nyumbani, ujue tu sehemu yake iliyopo juu ya mwili wake imepinda tena vibaya sana. Anasema wa inna awaja shay'in fi dhilai a'lahu, maneno haya katika kitu kilichopinda zaidi kwa yeye mwanamke au kwa ubavu, a'lahu, sehemu ya juu, na mwanamke kwa hivyo hivyo kama ubavu ulivyo. Kwa nini? Qala Ibn Hajarin, amesema Imamu Ibn Hajari, anasema fihi isharatun, katika maneno haya mna ishara, fi annaha khuliqat min ashaddi ajza'i dhilai, mwanamke ameumbwa katika sehemu iliyokuwa imepinda zaidi kitabia, na mwanamke kwa hivyo hivyo i'wijajan, katika namna ya kupinda kwake. Yani hii mubalaghatan fi ithbati, ni maneno yanayofikisha mbali zaidi katika kuthibitisha hadhihi sifati, sifa hii ya mwanamke anayo hii. Wanaume nataka wajue sana sifa hii, tena wawe wastahimilivu sana kwa sifa hii alonayo mwanamke. Ni sifa kimaumbile, hawezi kuepukana nayo, na wakati mwingine hafanyi kwa khiari. Ni sifa kimaumbile, ndio tabia zake zonazo. Hili jambo kwa hakika mubalaghatan fi ithbati hadhihi sifatu laha, ni katika fikisho la maneno unaambiwa mwanamme hivi ndivyo sifa ya mwanamke alivyo. Wa yuhtamalu, na inachukuliwa vile vile katika kiakili, an yakuna qad dhuriba dhalika mathalan, umepigwa kwa jambo hilo mfano, li'ala almar'a, kama ikiwa ubavu uliopindana zaidi sehemu ya juu, basi mfano wa mwanamke ni kama ubavu, na mwanamke naye kapinda sehemu ya juu. Lianna a'laha, kwa sababu juu yake mwanamke ni kitu gani? Ra'asuha, kichwa chake ndo kiko juu. Wafihi, na kwenye kichwa, sehemu ya kichwa, lisanuha, kuna ulimi wake mwanamke, wa ulimi huo, wa huwa alladhi yahsulu minhu aladha, hapo kwenye ulimi, hapo ndipo pahala panapopatikana maudhi yote ya mwanamke. Ndiyo maana ya maneno ya Mtume, wa inna awaja shay'in min adh-dhilai a'lahu, adhamiru pale ni ule ubavu wenye a'lahu. Na vile vile kwa mfano mwanamke itakuwa a'laha, vile vile juu yake mwanamke ndo pahala pagumu zaidi. Katika pahala palipopinda ni juu yake. Juu kuna nini? Kuna kichwa katika mwili wake mwanamke, na kwenye kichwa kuna ulimi. Tokea hapo ulimi, hata kwa mwanamume una matatizo makubwa sana. Makosa mengi ya binadamu yamesababishwa na ulimi. Shetani katika pahala alipopalenga na kupatumia ni ulimini. Mwenyezi Mungu anasema wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan, Muhammad sema na waja wangu waambie waseme maneno mema. Inna shaytana yanzaghu bainahum, hakika shetani anachochea baina yao, anatumia ulimi sana. Inna shaytana kana lilinsani aduwwan mubina, kwa ulimi shetani ni adui mkubwa binadamu. Mara watu wanaingia na maungoni kwa ulimi tu, unaanza ulimi kidogo kidogo. Kitu hicho kwa upande wa mwanamke anacho, tena anakitumia vibaya sana, ni sehemu iliyoko juu katika mwili wake. Mtume kaendelea, fa in dhahabta tuqimuhu, endapo utajitahidi kutaka kuunyoosha ubavu mpaka unyooke, na hivyo ndivyo ulivyopindana na mwanamke, kapindana tena katika sehemu ya juu ulimi wake. Sasa anafika mwanamke kahamaki, anamwambia mumewe wa ndoa, na anajua kani mumewe. Siku moja anamwambia maneno kuudhi, anamwambia usione watoto hao kadhania wako wewe hao. Wanani manake? Iko siku mtaani utaona maneno, watu wamegombana, wanaanikana aibu zao uwanjani. Mwanamke umsikia atamka maneno magumu, au anakujia mwanamume, leo kananiambia makubwa sana leo.
anaambia wale watoto si wangu mimi wale, na ilhali anajua kwamba ni wake, lakini kwa ile tabia ya kike, tabia ya kupindana kwake, alikopindana sehemu ya juu kwenye ulimi wake, kichwani kuna ulimi, basi anamwambia mwanamme, yaani mumewe, kwamba wale watoto si wake wale. Anamwambia kwamba wewe umekuwa ni mwanamme wa kupata watoto kama hawa, wewe unaweza kupata watoto kama hawa wewe? Ni matusi yaliyokuwa makubwa mno. Kama hakuwa mtu na busara za kusoma dini kisawasawa, na kama mtume kausia wanawake wafanyiwe, kama mtu hana kitu hicho, basi atakuwa akitoa talaka maisha yake kila siku, au atakuwa akiua na kupiga na kuvunja. Lakini anatakiwa awe mstahamilivu sana, aijue tabia ya wanawake ilivyo majumbani, kwamba wao wamepindana sana, na katika sehemu yao iliyopindana, kama sehemu ya ubavu ni juu na juu mwanamke ni kichwani, kichwani kuna ulimi, ulimini mwanamke anasema atakavyo, anasukuma tu. fa in dhahabta tuqimuhu, ikiwa utajitahidi kuusimamisha sawa sawa ubavu, yani mwanamke, kasartahu, utauvunja siku moja ubavu, maana haunyoki, utatumia maguvu. Ukitumia maguvu utauvunja ubavu, na maguvu yenyewe kwa mwanamke ni kumwacha talaka, maana yake hanyoki kabisa. Wewe kana hivyo hivyo, ujue kama hanyoki. Uhodari uwe nao wewe. Sasa tabia zako zibadilishe, wewe uje matawi ya chini, ulimi wako uchonge sawa sawa, iwe daima lugha yako ni nzuri mno, matendo yako usimuonyeshe ukaanza kumwonyesha vitimbi mpaka kaingie kwenye mambo ya kukuudhi na kukutamkia maneno mabaya. Maana baadaye watoto watakuja kuhangaika, watatafuta walezi, hawana walezi, na mama utompata hatakuwa na mahaba ya watoto wale, maana si wake. Matokeo yake ni kwamba utakuwa ukioa sana na unaoa bila mafanikio, au utakuwa ukiacha sana, kila siku unaacha tu kwa sababu wasia wa mtume hukuutekeleza. Basi kama utatumia maguvu, fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu, na kama utauacha ubavu ukai hivyo hivyo ulivyo, basi lam yazal a'waj, hautoacha ubavu kuwa ni kwamba umepindana. Na mwanamke atakuwa hivyo hivyo, wewe ukitumia maguvu utauvunja, yani utamwacha, na kama utamwachia awe vile vile ndivyo atavyokuwa hivyo hivyo, hatoacha kwa tabia zake alizonazo yeye. Mtume akarejea tena kwa kariri, fastausu bin nisa, basi usianeni kwa wanawake kuwafanyia wema. Alhadithu muttafaqun alayhi wa fi riwayatin fi sahihaini, hadithi hii imekuja katika riwaya nyingine kwenye sahihi mbili ya Bukhari na Muslim, kuwa mtume katamka maneno haya yafuatayo: almar'atu kadhilai, mwanamke ni kama ubavu, in aqamtaha, kama utaunyoosha ubavu usimamishe, yani mwanamke umsimamishe umnyooshe, kasartaha, utamvunja. Wa in istamta'ta biha, na kama utamwachia uishi naye ukastarehe naye hivyo hivyo alivyo, basi mwanamke huyo ufahamu, wa in istamta'ta biha istamta'ta biha fawahiya iwaju, utastarehe naye huko akiwa yeye kapindana. Ndio tabia zake alizonazo hizo. Wa fi riwayatin li Muslim, na katika riwaya nyingine ya Muslim, wa innal mar'ata khuliqat min dhila'in, imekuja kwa maneno mengine ya mtume ya kwamba mwanamke ameumbwa kutokana na tabia kama ubavu ulivyo. Lan tastaqima laka ala tariqatin, kabisa kabisa, lan tastaqima laka, hataweza kunyooka kwa upande wako wewe mwanamke, ala tariqatin, juu ya njia unayoitaka, hakai sawa hata siku moja. Fa in istamta'ta biha, kama utastarehe naye mwanamke huyo uwe naye, istamta'ta biha, utakaa naye ustarehe naye, wa fiha iwajun, na kwake yeye kuna kupindana. Wa in dhahabta tuqimuha, na kama utajitahidi kumnyoosha, matokeo yake kasartaha, utamvunja. Wa kasruha, na kumvunja kwake mwanamke, talakuha, ni kule kumwacha kwake. Utakuwa ukiwaacha wangapi? Na ilhali tabia pengine uko unakotoka ukute kulikuwa hakujambo kidogo, huku ndiko kuja sasa hivi kubaya zaidi. Na kama utatumia maguvu, basi ujue utamwacha tu basi. Qawluhu awaj huwa bifathi al-aini wal wawi, neno awaj linasoma kwa fatha ya aini na wao vile vile awaj. Tuangalie faida gani tunaipata katika hadithi hii ya mwanzo, babu alwasiyatu bin nisa'i. Kuna faida kama 4 hivi. Ya kwanza mtume hapa analenga na kukusudia
tikrarul wasiya, kule kukariri kwake mtume wasia, kakariri tena istausu bin nisa. Kukariri kwake mtume wasia bin nisa taakidun, ni kutilia mkazo na kuhimiza ala dharuratiha, juu ya ulazima wake jambo hilo, kwamba watu lazima wahusiane kuhusu habari ya wanawake au nyumba zao zitaharibika sana kila mara. Wadhalika, na mtume kahimiza hivyo na kutilia mkazo hivyo, lidhaafihinna, kwa sababu ya udhaifu wao wanawake kimaumbile, kitabia, kiakili, wana udhaifu mkubwa sana. Wahtiyajihinna, na kule kuhitajia kwao wanawake, ila man yaqumu biamrihinna, kumpata yule atakayesimamia mambo yao. Lazima wampate kusimamia mambo yao. Na nani huyo? Arrijalu, wanaume. Wa fil hadithi, na vile vile faida ya pili yake katika hadithi hii, tawjihun limuamalati nisa, mtume katoa mwelekezo wa kuwatendea wema wanawake. Bitasamuhi, mtume kataka wasamehewe sana, wapuuzwe maneno yao na baadhi ya vitendo vyao vipuuzwe mbalini. Mtu asijaze kati ya moyoni, kanambia hivi kanambia hivi, asijaze, ajue tabia hii anayo huyu. Wasabri, na vile vile kusubiri katika hali ya kukaa naye mwanamke, ujue kutakuwa na mambo magumu sana. Hata maamiri almu'minina wakikiona cha mtema kuni kwa wanawake kabisa. Ilitokezea wakati anakuja mtu kuja kushtaki kwa Saidina Umar, wakati ni khalifa amiri almu'minina. Anakuja wambu, Saidina Umar anamuona kwa dirishani, mtu anakuja kwake, lakini kufika chini ya nyumba yake, yule bwana akapiga breki na akageuka na kwenda zake. Saidina Umar anamuita, mbona kwenda zako? Njoo. Nilikuwa ninakuona nakuja, mimi najiandaa kutoka nje nikupokea, unakwenda zako vipi? Akaambia, mimi nitosha, nilosikia kwako napambana nayo, nikaona amiril mu'minin anaambia hivi, mimi nani? Ndio ninakwenda zangu. Maana nimesikia namna mwanamke anavodata, nikajiuliza anatamka hivi bila amiril mu'minin huyu, nikaona basi nakwenda zangu, sina haja. Kwa hivyo mtume anakusudia hapa mwanamke ni dhaifu na anahitajia wa kumsimamia katika maisha yake, lazima apatikane mtu madhubuti, na Mwenyezi Mungu amekadiria ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i. Wa fil hadithi tawjihun limuamalati an-nisa'i bitasamuhi was-sabri, yani wanawake wataka uvumilivu mkubwa na kuwasamehe katika mambo watakayoyafanya au maneno watakayosema, na wala usiyokaona ya kwamba imekuwa too much mno, wanawake wanapewa nafasi kubwa sana, wanadekezwa sana. Hapana, itakuja haki vile vile ya mume ambaye iko juu ya mgongo wa mwanamke. Na tukifika hapo vile vile, wanawake wasidhani kwa mwanamume labda kapewa pembejeo kubwa, katukuzwa sana, kapewa nafasi kubwa sana. Hapana, hivi ndivyo ilivyo Uislamu. Kila mmoja kapewa haki yake. Hapa sasa tuko katika upande wa mwanamke kumtetea yeye, haki zake hizo, tena atakasamehewe, avumiliwe. Usidhani kwamba hapa kapewa kichwa na ina maana kwamba atasema atakavyo, atafanya atakavyo na atadeka mwisho kwambie, kwa mimi hunijui, mimi tabia yangu kama bavu hivyo. Kwa hivyo wewe kama unaweza kana mie uwezi, mie kama bavu bwana, nimepindana mie bwana. Hiyo kama atasema hivyo ni katika ujinga wake mwenyewe. Wewe mchukulie kwa mtume anavyokuhusia. Hivi anakuhusia mtume Mwenyezi Mungu hivi. Na Mwenyezi Mungu amekwambia kwamba waashiruhunna bil ma'rufi, changanyikeni nao kwa wema hawa. Jitahidini sana hawa wanawake hawa, mko tofauti kijinsia, wao wenzao ni dhaifu sana hawa. Bali hata motoni mtume kawaona wengi zaidi wanawake kuliko wanaume, kwa vile namna walivyo. Kaona wengi na wenyewe walishtuka. Kwa nini umetuona wengi sisi? Wanatufanyia mapendeleo, wanatufanyia kama hutupendi. Kwa nini umetutaka kama hivyo? Mtume kawaambia, kwa sababu nyinyi mnakithirisha laana zaidi na mnakanusha mpaka jamii, mnampa mtu mtoto si wake amle amrithishe, hali yako unamjua babake ni nani na ukaficha. Na Mwenyezi Mungu ameingilia kati pale hapo, akakwambieni wanawake, wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna, wala si halali kwa wanawake kukificha alichokiumba Mwenyezi Mungu katika matumbo yao. Maana wanawake wanajua mimba ni ya nani, wanajua. Kama atama kuficha anafanya ukhabithi mkubwa sana manake. Faida ya tatu katika hadithi, mtume anakusudia inayatul islami, kuonyesha watu au dunia hifadhi, uchungaji wa Uislamu,
bilmar'ati, namna ulivyomchunga mwanamke. Hivi ndivyo Uislamu ulivyomchunga mwanamke, ukampa haki zake kama umemhifadhi kama kwamba ni binadamu mwenye kustahiki malezi na kuchungwa na kusamehewa na kupuuzwa. Hivi ndivyo mwanamke ambavyo kachukuliwa awe ndani ya Uislamu. Wa riayatuha, na katika uchungaji wake mwanamke huyo, muhafadhatun, ni kuhifadhi, ala salamati almujtama, juu ya salama ya watu wanaoishi pamoja. Kama mwanamke amehifadhiwa, basi mpaka mujtamaa wote utahifadhika vile vile. Akikosewa mwanamke kuhifadhiwa, ina maana jamii yote imeharibika vile vile. Watu akikosea kidogo tu kumtunza mwanamke, kumtunza, basi wamekwisha. Na faida ya 4 katika hadithi hii, tawjihu rijal, ni kuwaelekeza wanaume, bitahammuli, kwa kuyabeba, ma qad yadhharu, yale ambayo huenda yakatokezea waziwazi, minan nisai, kwa wanawake. Wanatakiwa wayabebe, wayachukue kwa uzito wote kifuani, huku wanajua tabia za wanawake ni tabia gani. Wayabebe, wasiwe wepesi kuuachilia mbali mzigo. Hapana, wabebe. Mtume ametaka tawjihu rijali, kuwaelekeza wanaume, bitahammuli ma qad yadhharu minan nisa, kuyabeba mambo ambayo huja yakatokezea kwa wanawake, min tasarrufatin, katika mambo mbalimbali ya kukaa nao kimaisha. Liannahum, kwa sababu wanaume wao, aqdaru ala alihtimali, wana uwezo Mwenyezi Mungu amewapa kubeba zaidi, wasabri minhunna, na kuwasubiria hao wanawake, au kuvumilia kuliko wanawake. Wanaume wamepewa Mwenyezi Mungu kawapa kitu kikubwa zaidi. Kwa hivyo wasiwe wepesi kuvunjika moyo, wasiwe wepesi kuendekeza hamaki zao, huku kila mara mtu hama kweli Mtume kanambia mimi mwanamke tabia zake kama ubavu zilivyo. Amjue pakifika pahala tena hapastahimiliki tena, haiwezekani tena, hakuna ile sakana Mwenyezi Mungu aliyoitaka ipatikane baina mke na mume, litaskunu ilaiha. Ikiwa hakuna sakana tena, basi njia iliyopo ni talaka. Ingawa Mwenyezi Mungu haipendi talaka, lakini talaka baadhi ya wakati ni kheri, kwa sababu inamkomboa mtu katika idhlal. Anafika pahala mtu mpaka ibada zake hazifanyiki tena akifunga swala tu anamkumbuka mkewe namna gani alivyo nyumbani. Nyumba imeharibika. Anaweza mwanamume akawa na furaha kazini kote kule, muda wote mchana kule, lakini akisifikiria tu kama sasa ninarejea nyumbani, balaa kubwa. Na mwanamke vile vile akifikiria tu kama sasa hivi ataingia huyu, basi anaingia katika jela vile vile. Upate wengine hupatikana mume akawa ndiye, mwanamke akawasie, na upata kati vile vile mwanamke akawa ndiye na mume akawasie. Mambo hivyo ndivyo yalivyo, na ikikosekana taaluma hii, basi mambo huzidi. Lakini kidogo ikipatikana hii, na yakienda haya majumbani yakiwa nafika, na ndio maana nikachukua uzito kukubali kurejea kufanya tena ukanda wa video katika darasa hii, kwa sababu niliona ule umuhimu wake. Kama utaingia majumbani, angalau utaweza kusaidia kwa kiasi kikubwa. Kwa hivyo mlango wa babu alwasiyatu bin nisa'i tumeuanza kwa hadithi moja, na hadithi zake ni 8. Inshallah tutakuwa nao taratibu mpaka tuumalize, na tutatumia siku ya Alhamisi kuendeleza darasa hizo kwanza, kabla hatujaanza Bulugh Marami. Isipokuwa kesho tutakuwa na darasa ya fiqh sunna. Tumeuanza mlango wa zaka wiki iliyopita, tutaendelea nao mlango ule, lakini wiki ijayo tutapata kutumia siku 2 double kwa Riyadhus Salihin kwenye mlango huu. Siku ya Jumatano na Alhamisi yake tutatumia wiki ijayo siku 2 double kwa kitabu cha Riyadhus Salihin. Hayo ni mambo ya muda tu, baadaye tutafanya darasa kwa kila siku na kitabu chake, lakini kwa sasa natumia hivi kwa dharura tu. Kwa hivyo Jumatano na Alhamisi في كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tunaendelea na darsa za haki za mke pamoja na haki za mume, na tumeuanza mlango wa 34 katika kitabu Riyadhus Salihin.
mlango wenye maudhui babu alwasiyatu bin nisa, mlango juu ya mambo ya wasia kwa wanawake. Tukasema mlango umekusanywa hadithi kama 8, nasi katika darasa iliyopita tulianza hadithi yake ya mwanzo katika hizo 8. Kwa hivyo leo insha Allah tutaendelea na hadithi ya pili. Hadithi ya pili, wa an Abdullah ibn Zam'a. Tunapokea mafunzo ya mtume kutoka kwa bwana Abdullah ibn Zam'a radhiyallahu anhu, Mwenyezi Mungu amwiradhi, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba yeye bwana Abdullah ibn Zam'a alimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakhutubu, kamsikia anatoa khutba na khutubu, na katika khutba yake mjumbe wa Mwenyezi Mungu wa dhakara naqa, akamtaja yule ngamia jike, ngamia ambaye ni muujiza wa Mwenyezi Mungu walioutaka wenyewe watu wa Nabii Saleh ambao wakijulikana kwa jina la Thamud. Wao walimwambia mtume wao, kama wewe mtume kweli usidanganye sisi, fanya kitu sisi tuone waziwazi kwamba wewe ni tofauti na sisi, kwamba wewe ni mtume wa Mungu. Jambo gani mtaka nilifanya? Wakamwambia kwamba lete ngamia atoke katika jabali, na ngamia huyo sio basi aje hapa akae tu, tumuone anazaa, hapo tutakujua kwamba wewe kweli mtume wa Mungu. Nabii Saleh akamkabili Mola wake, akaomba jambo hilo na Mola wake akampa. Lakini ngamia alikuwa na sharti maalum, sharti yake ilikuwa ni ngumu, hakuweza kuistahimilia kina Thamud. Ilikuwa maji ya mji mzima yagawanywe kwa zamu, siku moja iwe ni zamu ya ngamia na siku nyingine waachie watu watumie wao binadamu maji. Jambo hilo hawakuliweza kulivumilia, wakaamua jambo, na jambo lenyewe lilikuwa ni kwamba auliwe ngamia, tumfanye kitoweo, tumchinjilie mbali, tumle, udhia umekwisha. Basi mtume siku hiyo kahutubu. Alipohutubu akataja mfano wa watu waovu na majeuri na majabari, akamtaja ngamia jike Mwenyezi Mungu, akamtaja ngamia bwana mtume, na akamtaja vile vile walladhi aqaraha, na yule ambaye amemtumbua kwa kumchinja ngamia huyo. Faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, katika kusimulia habari hiyo bwana mtume akasema, idhin ba'atha ashqaha, kumbukeni pale alipoinuka kwa ghafla na nguvu na jeuri yule shaki wake umma huo, yule mtu aliyemuovu kuliko wengine kwenye kaumu hiyo. Imba'atha laha rajulun, yani alimnyanyukia ngamia huyo kwenda kumchinja mtu mmoja ambaye sifa zake alikuwa azizun arimun mani'un fi rahatihi, sifa mbaya zote alizokuwa nazo yeye. Yani alikuwa azizun arimun, ni muovu tena mharibifu. Hiyo ndiyo maana ya azizun kwa hapo, na hala haikuwa azizun kwa maana ya utukufu. Yani alikuwa kawapindukia watu wote kuwazidi kwa uovu. Isitoshe alikuwa mani'un, ni mzuiliaji wa msaada wala kheri yoyote ile. Fi rahatihi, yani fi qaumihi, alikuwa watu wake hawafanyii lolote jambo jema. Huyu mtume akamtaja kwa uovu alioufanya. Kisha bwana mtume, thumma dhakara nisaa, kisha mara moja mtume akageuka akataja habari ya wanawake. Kwanza kamwanza huyo muovu, kisha baadaye akaja katika uovu mwingine uliokuwa unamithilika sawa sawa na uovu wa yule alioinuka
kumchinjilia mbali ngamia ya Mwenyezi Mungu. Kwa maana ngamia alikuwa ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu, kaletwa na Mwenyezi Mungu kama ni miujiza. Kisha mtume kanasibisha kisa chake hicho sawa sawa na wale viumbe wanawake na wale wanaume majeuri wanaofanyia ukatili wakawadhuru. Mtume ghafla baada ya kumtaja ngamia huyo mara akageuka akataja habari ya wanawake, fawaadha fihinna, akatoa mawaidha makubwa mtume kwa wanawake. Fakala, mtume katika waadhi huo akasema, yaamidu ahadukum, hivi kweli atakusudia mmoja wenu enyi wanaume nyinyi, fayajlidu mraatahu, akamtandika bakora au mijeledi ya viboko mkewe. Na alipompiga hakumpiga kwa sababu analea atakutia adabu, hapana, alipiga jalda al-abdi, namna anavyopigwa kwa kudhulma, kwa kudhulumiwa mtumwa, kipigo cha mtumwa, ili hali ya kuwa yule ni mkewe. Hivi kweli yaamiru ahadukum, inaelekea kwamba atakusudia mmoja wenu enyi waislamu, fayajlidu mraatahu, akamtandika viboko mkewe, jalda al-abdi, viboko namna anavyopigwa mtumwa na wale madhalim wanawadhulumu binadamu. Halafu mke huyo pigo lote hilo lompiga, fala'allahu yudaji'uha min akhiri yaumihi, huenda akataka kulala naye na kupumzika naye na kustarehe naye katika mwisho wa siku yake ile. Yani ukiingia usiku ati yawe yamekwisha, mwanamke arejee tena katika mapenzi, kumpenda mumewe, awe na furaha, alete vicheko. Anadhani kwamba inakuja vicheko vitakuja, hapo haviji tena na mapenzi hayaji tena. Mwanamke lazima ataweka fundo katika moyo wake na ataanza kuazimia mabaya, kwa sababu amenyanyaswa, kwa sababu amedhulumiwa na ameonewa, na katika maonevu aliofanyiwa amedhalilishwa, akafanywa ni kitu cha kutumia. Mtu akipenda anastarehe nacho, na wakati mwingine amekasirika anaanza kukichukulia kama si kiumbe binadamu, bali ni kama mnyama labda hivi. Mtume akasema, fala'allahu, ati huenda mwanamume huyo yudaji'uha, akataka kulala naye, min akhiri yaumihi, katika mwisho wa siku yake ile, yani usiku. Thumma wa'adhahum, kisha mtume akageuka hapo vile vile kwa mara nyingine akawawaidhi waislamu hapa masahaba, fi dhahikihim, katika kicheko chao kinachokuja pahala ambapo hapafai kucheka. Mtume alikasirishwa siku moja na vicheko vya upuuzi, wakati akiwa amekaa katika majlis au katika hali ya maudhui, anazungumza na waislamu mawaidha makubwa, halafu kitokee kicheko cha upuuzi, watu wacheke. Akawapa mawaidha watu, akawawaidhi fi dhahikihim, kuhusiana na kicheko chao, minaddarta, kutokana na jambo la kibinadamu, jambo la kawaida, jambo ambalo kila mtu analifanya. Kwa mfano, mmoja katika majlis ametokwa na upepo kwa ghafla, pengine alikuwa usingizini, hakujijua. Kama angelikuwa yuko macho asingefanya hivyo, naye anajua pengine kwamba kitakunguka kicheko, watu wacheke na wamgeukie kumtizama, lakini ni jambo la kawaida. Binadamu huwa lazima gesi yake tumboni itoke. Mwingine anaweza kujizuia na mwingine hawezi kujizuia, kwa kutegemea na maradhi alionayo au umri alionao. Basi pumzi zile zikamtoka mbele za watu, watu wakaangua kicheko, wakaanza kucheka. Mtume pale pale aligeuza mazungumzo, na alikuwa akizungumza mazungumzo mazito kuhusiana na uonevu wa wanaume kuwaonea wanawake kwa kuwapiga pigo la mnyama. Basi pale pale mtume aliacha mazungumzo yale, akaja kuwaonya watu fi dhahikihim, katika kicheko chao, min ad-dartati, katika jambo la kawaida la kibinadamu, kutoka mtu na upepo. Waqala, mtume akasema, lima yadhaku ahadukum, vipi atathubutu kucheka mmoja wenu,
mimma yaf'al, katika jambo ambalo na yeye pia analifanya. Acheka nini? Ni kawaida isiyopendeza, hasa katika majlisi ya kumtaja Mwenyezi Mungu, kusoma mambo ya dini ya Mwenyezi Mungu, halafu pengine pametokezea kitu pale kuzungumzwa na mzungumzaji, ikawa baadhi ya watu wanakonyezana, ikawa baadhi ya watu wamezungusha shingo zao watizamana wao. Yani subject iliyokuja ni subject ambayo wao inawagusa kwa vile ambavyo wataona kama washapata kicheko. Ni katika tabia moja mbaya, ubaya wake inavuruga ile majlis na kufanywa kama si majlisi ya Mwenyezi Mungu, wala si pahala pema pa kuzungumza mazito, bali ni pahala ambapo kawaida vya kucheka cheka watu na kukonyezana na kutizamana, ni pahala ambapo anaiangusha ile hadhi. Mtume aliyaona hayo siku alipocheka watu, akawaambia hapana, lima yadhaku, kwa namna gani atacheka ahadukum, mmoja wenu, mimma yafaalu, katika jambo ambalo yeye mwenyewe analifanya yeye mwenyewe. Mpaka hapo hadithi muttafaqun alayhi, imewafikiwa kupokelewa kwake na maimamu Bukhari na Muslim. Hiyo ndiyo sababu moja ya kicheko inayotajwa katika baadhi ya tafsiri ya hadithi hii, kutokana na tamko litamka hapa la hadithi min ad-darta. Ili darta linafasiriwa katika makamusi ni mlio wa sauti ya nguvu wakati mtu ametokwa na upepo. Hiyo ni moja katika maana iliyotajwa, na maana nyingine wako waliosema kwamba hapa panakusudiwa Mtume alipotaja habari ya mtu kumpiga mkewe pigo kama anapiga mnyama, halafu akasema anataraji mtu kulala naye usiku na iwe yamepita aliyopita kama kwamba halijafanyika jambo. Baadhi ya watu hapa wakatazamana wakacheka. Mtume akageuza akamwambia, ala, mnacheka katika jambo ambalo mmoja wenu analifanya bwana? Kila mmoja anafanya jambo hili nyumbani kwake. Yote mawili haya muhtamal, inachukuliwa kuwa ni moja katika maana ya maneno ya Mtume yale. Almuradu kwa yote mawili, ikiwa ni katika jambo la kuvunja upepo, ikiwa ni katika maneno ya Mtume kuhusu pigo la mwanamume kumpiga mwanamke halafu baadaye usiku akataka kulala naye, kama itakuwa ni hivyo, almuradu madhumuni watu wamecheka katika majlisi ambayo Mtume alikuwa serious anazungumza, na akizungumza Mtume sifa zake zimetajwa katika baadhi ya vitabu. Idha khataba kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha khataba ihmarrat aynahu, Mtume alipokuwa na khutubia kwa Waislamu macho yake yanapiga wekundu. Jambo la mwanzo hilo, anawabadilikia watu ghafla, utadhania siye yule mpole aliyelaini. Qur'ani imemtaja fabima rahmatin min Allah linta lahum, kutokana na rehema ya Mwenyezi Mungu Muhammad umekuwa laini sana kwao watu. Walau kunta faddan ghalidha alqalbi, laiti ingelikuwa ni mtu mgumu mwenye moyo usiosemezeka